kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa. Kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa. Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa. Magari ya serikali vimeunguzwa. Vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na jina la hayo. Ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tulioyazoea na tulio yakubali ndani ya katiba yetu ni yale watu wameudhika na kitu, tunaomba tuandamane, tujueleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka Mnazi Mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tulioudhika nayo. Na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika. Wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi, lengo ni nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Sasa katika hali hiyo, lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo, serikali ina wajibu. Tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona huu uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao